Leo nitakwenda kuonyesha namna ya kutumia maneno makubwa na madogo katika programu ya Microsoft Excel ndani ya dakika 5 tu. Hapa tuna mifano mitatu ambapo kuna function tatu zinazotumika kufanya hayo mambo yafanyike au kupata hizo caps lock au herufi kubwa. Sasa kuna upper, kuna lower na kuna proper. Upper ni ile ambayo huwa inaweka herufi zote zinakuwa kubwa. Mfano tutaweka hapa kasa yetu, tutabonyeza formula starter yetu ya equals to, tutasema hapa, alafu tunabonyeza tunabonyeza tab key, tutarifaa hapa, alafu tunafunga mabano, control enter. Kama mlivyoona huku Java nilikuwa na herufi moja moja ndogo, herufi kubwa kila neno la kila kwenye jina, herufi ya kwanza ilikuwa kubwa na ili hapa jina, lakini hapa imeweka zote imekuwa kubwa. Sasa lower huwa inafanyaje? Lower case huwa ukiweka equals to kasema lower, alafu ka refer ile then ukafunga mabano, unaona inaweka herufi zote zinakuwa ndogo katika jina hilo moja. Na ya mwisho hii hapa yenyewe ukiweka equals to ukaweka proper tab key, ka refer cell ile moja, kabana, alafu ka control enter. Unaona hii hapa herufi zote zinakuwa kubwa, hii hapa herufi zote zinakuwa ndogo, hii hapa na hii hapa herufi ya kwanza tu kwenye kila jina inakuwa kubwa. Formula ni ile moja, isipokuwa zina behave tofauti na zina condition moja tu. Ni unabonyeza neno hapa, inakwambia refer text gani, una refer then una control enter, na hii hapa hivyo hivyo. Na hii hapa ni vile vile. Sasa hebu tu drag kwenda chini hizi formula, tuna select zote then tuna double click, inaenda paka chini. Kwa hiyo majina yote ambayo yalikuwa na herufi ndogo yalikuwaje, ukiangalia bariki, ukiangalia hata ilivyo behave, hii hapa ilikuwa randomly lakini huku imeenda kama inavyotakiwa. Huyu hapa alikuwa na herufi, majina yote yalikuwa na herufi ndogo, lakini ukiangalia hapa imebehave kama tulivyotaka. Kija huku chini ukiangalia majina machache, huyu Tom imemrekebishia kama tunavyotaka. Yaani kila kitu kama tulivyotaka. Sasa let's say haya majina unataka sasa ukopi yawe kama values. Unafanyaje? Kwa sababu ukiklik hapa afu kiangalia kwenye formula bar hulioni jina, unaona formula. Sasa hutaki hizi formula uzione, unataka values peke yake. Sasa una highlight hiyo eneo ambalo unataka kukopi, alafu kisha highlight hivi, rudi huku juu, then nenda hapa, nenda kwenye mouse click yako, nenda sehemu hiyo andiko, kwenye mouse bonyeza right click, usiachie, alafu drag sehemu mpya, peleka sehemu ile unayotaka kuweka zile values, alafu achia. Ukisha achia itatokea option ya move here, copy here is values only, copy here is formats only. Kwa hiyo nenda hapa ilipoandikwa copy here is values only, ukigonga hivi yale majina yanakuwa hapa kama values. Unaona tukiklik hapa afu kiangalia kwenye formula bar unaliona jina, wakati awali tulikuwa tukiklik hapa alafu ukiangalia hapa unaona formula. Kwa hiyo hata hili ni hivi Java na hili huku ni hivi. Kwa hiyo formula zinakuwa zimepotea. Kwa hiyo hizi taarifa unaweza ukazichukua na kuanza kuzitumia kama ulivyokuwa unataka. Na hii huwa inasaidia sana pale ambapo unaandaa database. Sasa unakuta kuna majina yameandikwa vibaya, mengine yana spaces, mengine yameandikwa vile ambavyo hutaki au ambavyo haitakiwi. Kwa mfano unakuta unaweza kukuta kila jina limewekewa seli yake. Sasa wewe unataka ziwe katika seli moja kama hivi. Kwa hiyo utatumia formula ambazo nimeshafundisha kwenye tutorial zingine. Fuatilia TZ Excel uweze kuona vitu vingine ambavyo nimefundisha huko nyuma. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, ni washukuru sana kwa kuangalia TZ Excel, na tuna tutorial nyingi sana katika channel yetu. Hakikisha una subscribe na hakikisha una share kwa watu wengine. Kama una comments ya aina yoyote usisite kushirikishana nasi, unaweza ukaiacha hapo kwenye description au chini ya comment section below ili tuweze kukusaidia. Na kama
una maswali aina yoyote au unahitaji hizi template, pia usiache kutoa maoni yako ili tujue namna ya kukusaidia. Asanteni sana kwa kuangalia. Hadi wakati mwingine, karibu sana kwa kuangalia TZ Excel pamoja.